Naam, karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Na hapa na ripoti kutokea hapa mitaa ya stesheni Kaburi Moja. Nia na madhumuni yangu niweze kukupasha na nikuhabarishe kile kinachokuwa kikihusiana na michezo na burudani. Langu jina naitwa Kaisedo wa Bongo, mimi niko na pacha wa Simba Sports Club. Simba uko poa mwanangu? Kwema vipi ndugu yangu? Heri kabisa. Shukuru Mungu alhamdulillah. Uzima upo? Alhamdulillah, karibu sana. Mimi nimekaribia ndugu yangu stesheni. Kesho ndo kesho, asemaye kesho basi huyo ndugu yangu ni muongo. Fainali ya michuano ya muungano inakwenda kutamatika hapo kesho tarehe 29. Nizamu ya mnyama Simba Lunyasi dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans. Unaitazama utakuwa ni mchezo wa namna gani kwa upande wako, na unaiona heshima ya Simba Sports Club kufungwa na Young Africans mara 6 inakwenda kurejea? Ndugu yangu Chapesa, hebu unaponioji mimi siku zote mimi nimenyoka. Hebu tuongee ukweli kabisa. Mashabiki wengi wa Simba tunatamani tuwafunge Yanga. Ndio matamanio yetu na ndio matarajio yetu. Lakini kwenye ukweli, hebu tuzungumze ukweli. Unapozungumzia Yanga sasa hivi imejipata. Yanga of course ina timu bora. Na mimi sioni aibu kusema kwamba Yanga ni bora kuliko sisi. Mashabiki wengi wa Simba tunatamani tumpasue Yanga. Lakini kwenye ukweli sasa hapa, ndugu zangu, hebu tuweni wa kweli. Mimi ninapoiangalia Yanga, nikiangalia timu yao jinsi inavyocheza, Yanga wana timu bora kuliko sisi. Unaweza kuona hata Yanga wategemea mchezaji mmoja mmoja. Yanga wanacheza kitimu. Of course timu yetu inamtegemea mchezaji mmoja mmoja. Unaweza kuona mashabiki wengi tunamtaja Aura ama tutamtaja Dibase Gay ama Rushan Derek. Of course yani wachezaji wazuri, lakini sasa kama chemistry ya timu bado hatuna ubavu wa kucheza na Yanga. Hatuwezi. Yani Simba Sports Club hatuwezi kucheza na Yanga. Huu ni ukweli mchungu ambao mashabiki wenzangu wengi wa Simba ukiwaambia hawezi kuelewa. Lakini kwenye ukweli, hebu tusemeni kweli. Hawa Yanga wanatufunga mara 2 mfululizo. Brother, hebu ipandishe clip. Waambie mashabiki wote wa Simba, tusiende na matokeo mfukoni. Unapoizungumzia Yanga kwa sasa, Yanga imeimarika. Simba kila timu tunaocheza nayo, sikwambii mechi ya juzi tu ya Marandege, kila mechi tunacheza kama finali. Unaweza tunacheza na Mlandege lakini kama tunacheza na Al Ahly, brother, timu yetu haina ubora. Timu yetu haina, tunakutana quality ile ya ukweli. Yani Simba Sports Club inacheza na Mlandege kama tunacheza na Al Ahly. Kwa nini hapo? Simba tuna timu ndogo, brother. Tunategemea wachezaji watatu. Kama nilivyokutajia awali, kuna Dibase Gay, Aura na Lucien Derok. Hii ndio timu ndio kama ndio wachezaji ambao ndio key players ndio. Lakini unapozungumzia kwa wachezaji kama teamwork bado. Na ndio maana mimi naambia mashabiki wenzangu, tunaenda Zanzibar tukacheze na Yanga, lakini tuwe na matokeo yetu, yani kwamba tusiende na matokeo mfukoni. Tutapigwa kama ngoma. Hawa Yanga sasa hivi brother wanacheza kitimu na wana timu bora kuliko sisi. Unadhani ni pengine ni kitu gani ambacho Simba wanabidi wafanye ili waweze kujihakikishia wanaondoka na ushindi ambao utakwenda kuwatengenezea morali kubwa sana kuelekea katika mchezo unaofuata wa NBC Premier League? Kwanza unaponambia ushindi, ili jambo hebu liweke sawa. Nyie ndio mnawaaminisha watu kwamba sisi tuna timu bora kumfunga Yanga. Wanashabiki wote wa Simba tunatamani tumfunge Yanga, tunatamani tuchinje ili Yanga afe. Lakini sasa kwenye matamanio na uhalisia vitu vili tofauti. Ukija kwenye statistic, kwenye namba bado Yanga inawabeba. Unaweza kumwangalia Depu na Mwalimu. Of course bado Depu ni mchezaji bora. Depu anafunga. Unaweza kumwangalia, kuna mashabiki zangu wa Simba, kuna propaganda imetengenezwa kwamba Dibase Gay ama Aura anamfananisha na nani? Na Okero. Mimi niwaambie tu, hebu arudi kwenye takwimu. Bado arudi kwenye namba. Bado huyo Okero. Of course ana assist magoli 6. Unaweza kuona huyu Depu bado ana magoli mengi kuliko Mwalimu. Na ndio maana nasema mashabiki wenzangu, hebu tusiweke matarajio juu ya Yanga. Timu yote ambayo ikicheza na Yanga kwa sasa hivi inaweza ikapata matokeo Yanga. So far hakuna timu ambayo kuweza kumfunga Yanga. Na unapozungumza ukweli, mashabiki wenzangu hawataki kusikia ukweli. Unapozungumza kwa Yanga kwa sasa hivi hakuna timu yote ambayo inaweza ikamfunga Yanga. Huu ni ukweli mchungu ambao mashabiki wa Simba hawataki kusikia. Bwana, baada ya kutoka kwenye michuano ya muungano, kituo kinachofuata ni NBC Premier League, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, Meja Isamuyo. Waamuzi tayari wameshatangazwa, ni waamuzi kutokea nchini Morocco. Hii pengine inaweza ikawa faida kwa Simba Sports Club kwa sababu atakuwa yuko nyumbani, ama ndo bado unaendelea kushikilia
ile kauli yako ya kwamba Young Africans ni bora kuliko mnyama Simba? Kwenye swala la waamuzi, unajua kuna baadhi ya mashabiki wenzangu wengi wametengeneza propaganda za kuwakataa waamuzi. Wamemkataa Kayoko, wamekuja Mwinchui, waamuzi wote hawa bora hawa. Unafika wakati Aragija, si ndio? Tumewakataa so far, tukaletea mpaka waamuzi wa Misri kama sikosei. Lakini tulikufa chuma mbili, Pacome na yule nani? Mzize. Na ndio maana nasema ndugu zangu, hata achezesha Ahmed Ali, awe refari, Lazimeni awe dosa. Of course bado tutaadhibiwa. Yaani kwa Yanga hii hata kama akicheza katikati, kwa Yanga hii na hii hebu ipandishe. Lazimeni awe Ahmed Ali. Line 1 awe dosa. Tutaadhibiwa. Na ndio maana mimi niliwaambia mashabiki wenzangu, tusifurahie mechi kupelekwa Meja ya Samudio. Hawa Yanga mtu anayejua na kuadhibiwa, hata uwe kwako na mke wako, chumbani kwako, brother, mchukue leo Mwakinyo ama Mayweather, kampeleke kwa chumbani kwako wewe na mke wako na familia yako, hata kuadhibu tu. Na ndio maana nasema quality tamua. Mashabiki wa Simba wote wataungana na mimi. Kwanza tutaanzia kesho. Mashabiki wote watalimba jina langu pacha wa Simba. Of course ni shabiki ambaye anaongea ukweli. Unapoongea ukweli unaonekana wewe ni msaliti. Brother, waambie mashabiki wote wa Simba tujiandae kisaikolojia. Jiandae kisaikolojia. Bwana, jana kulikuwa kuna video nyingi zilikuwa zikitrend kuhusiana na pale Benjamin William Mkapa, namna ambavyo zile nyasi zilivyokuwa zikitolewa, lakini pia kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinaonekana na wengi wakasema ya kwamba hivi vitu ni vya mnyama Simba. Hebu ngoja nikusikie ndugu yangu pale. Unajua tunaposema kwamba kwa Mkapa toki mtu, tulikuwa tuna maana kubwa. Tuliposema lunyasi kwa Mkapa atoki mtu, nyote mashahidi, alikuja Ahli akafa pale. Timu zote hizi za Kiarabu za Afrika zilikufa. Of course kuna mambo ambayo tulikuwa tunayafanya. Haya mambo yametolewa, tujipange tena. Tutafute namna nyingine ya kuweza kudhibiti hizi timu pinzani. Ile kauli ya kwa Mkapa itoki mtu saizi inakwenda kufa kwa hiyo. Kabisa. Mimi naona tuje kivingine. Na mimi nitumie fursa hii kuambia mashabiki wenzangu wa Simba. Ile neno la kwa Mkapa atoke mtu, sasa inabidi tumezibwa midomo. Na ndio maana nasema kuna baadhi ya watu walifurahia kucheza Meja ya Samudio. Of course sasa hivi ndio Meja ya Samudio ndio uwanja wetu wa nyumbani. Na mimi hebu niwaambie mashabiki wote wa Simba. Mimi nilisikitika sana kuona mashabiki wenzangu wanafurahia hii mechi ya Yanga kupelekwa Meja ya Samudio. Mimi binafsi nasema ule uwanja hatuwezi. Ule uwanja ni uwanja mgumu. Ule uwanja ni wa jeshi. Si tunategemea tufanya vitendo viovyo kama mambo ambayo yatolewa na nani kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Yale ndio mambo yetu wana Simba. Yale mambo yenu wana Simba. Of course yale ndio mambo yetu. Tunategemea sisi tufanye yale mambo ili uweze kupata nini? Kupata pointi 3. Na ndio maana nasema uwanja wa Meja ya Samudio hatuwezi kufanya haya mambo. Haya mambo ni mabaya. Haya mambo ndio maana mimi tulipopelekwa kwenye uwanja mimi nikasema bora mechi ingepelekwa Mwanza. Bora hii mechi ingepelekwa hata Mbeya. Brother, tunapeleka Meja ya Samudio. Haya mambo ambayo tuliyozoea hatuwezi kuyafanya. Tutaenda kuzibwa mdomo na Yanga. Tunakwenda kuzibwa mdomo. Yanga wanaenda kutuziba mdomo. Waambie mashabiki wote wa Simba hatuwawezi hawa Yanga. Kwa hiyo ile tafsiri ya ulozi ya kwamba Young Africans ndio walikuwa wanasemekana kwamba wao ndio wataalamu wa hizo kazi. Leo mnapingana kwamba Simba ndio wataalamu wa hizo kazi. Tunaposema kwa Mkapa toki mtu, sisi ndio tulikuwa tuna maana pana. Tuliposema kwamba lupaso, lunyasi, Simba anafanya kitu. Mwarabu si alikuja tukamuua pale Al Ahly. Alikuja Kaizer Chiefs tupige chuma 4 kwake. Lakini lisiowezekana ikawezekana, tukamfunga 3. Ingekuwa sio uzembe Muga, tulikuwa tunapindua meza ile. Na ndio maana wana Simba wote tulikuwa tukifika wapi? Benjamin William Mkapa. Tulikuwa tuna furaha kubwa. Kuna ujanja ambao tulikuwa tunaufanya. Mambo ambayo mlioona kwenye video. Umeelewa? Ndio mambo yetu wana Simba. Na ndio maana nasema ndugu zangu, kwa kuwa tushatolewa ile ambayo ilikuwa inatubeba, naona tunaenda kuadhibiwa tena. Tunaenda kuadhibiwa na Yanga hii. Of course. Ama na timu yoyote itakayokuja kwa Mkapa. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini kama tunaweza tukapata angalau sare kwenye mechi ya Yanga. Wewe utakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba tunaweza tukapata sare. Mbona kama unaikatia tamaa mapema hivi Simba Sports Club pacha? Tuongee ukweli. Siku zote unajua kuna baadhi ya mashabiki wanaenda uwanjani kwa lengo moja tu. Kwamba tunawaaminisha tunapata pointi 3. Lakini ukiangalia uhalisia, wenzetu bora, hatuwawezi. Wenzetu wana timu bora. Unajua leo Yanga anaweza siwepo nani Pacome, lakini Mudasiri haya basi au Duke Abuya
wakatosha kufanya zile kazi chafu. Unaweza kuona Yanga wana Depu, wana Pakome, wana Damaro huyo ambaye Msukuma. Of course Yanga wana timu bora. Leo hii Yanga, hebu mchukue Simba sisi, mchukue nani? Aura, mchukue Libase Gay, mchukue Nauri Shandorok, bado tuta struggle. Na ndio maana nasema kila timu ambayo tunaocheza nayo sisi kama fainali tunacheza hatuna tofauti ya timu kubwa wala timu ndogo. Kila mechi sisi tuna struggle. Unaweza kuona timu yetu bado. Hebu tuweni wa kweli. Itafika wakati tutamfunga Yanga, lakini kwa kipindi hiki bado wa Yanga ni bora. Tutaendelea kuzibwa midomo. Una kipi cha kuwashauri mashabiki wa Simba kuelekea kwenye dabi ya tarehe 29 kesho na dabi ya tarehe 3? Mimi unaamini kwamba Young Africans anashinda zote? Kabisa. Sio mimi tu. Kila shabiki yote wa Simba ndani ya moyo wake anajua kwamba Yanga ni bora. Alianzia kwa nani huyu mwalimu kuja kuangalia mechi ya Yanga, akaja na kocha wetu huyu, kocha wetu bora Steven Becker. Of course si ajabu, ndio maana nasema mimi ni nani? Mimi ni nani nisitamke kwamba Yanga ni bora? Itafika wakati mashabiki wote wa Simba tutaimba nyimbo moja kwamba Yanga Afrika ni bora. Itafika wakati tusipotamka kwa midomo yetu, basi itafika hata hii mioyo itafurahia soka safi ya Yanga. Brother, mashabiki wote wa Simba kesho wataungana na mimi. Mashabiki wenzangu wa Simba wote wataungana na mimi kwamba Yanga ni bora. Yanga itatufunga mfululizo kwenye hii mechi mbili. Kabisa. Shukrani sana. Asante.